بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى nakumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake makubwa kutuamsha tukiwa tuko salama, kwani kuna wengi ambao walilala salama lakini hawajaamka salama. Wengi wao wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta matibabu, lakini kuna ambao wamelala moja kwa moja na watu wanafanya maandalizi ya mazishi. Sasa wewe kupewa uhai na Allah subhanahu wa ta'ala, kurudishiwa uhai na Allah subhanahu wa ta'ala, unatakiwa umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Mungu wangu nakushukuru kwa kunirudishia uhai wangu, kwa kuniamsha salama. Unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile hatunabudi kumshukuru Allah kwa kutujalia kuiswali swala hii ya subhi tena kwa jamaa. Hii nayo pia ni neema nyingine miongoni mwa neema ambazo tumejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wengi pia ambao hawakuona umuhimu wa hili, hakuona umuhimu wa kuianza siku yake kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ameamka akaendelea na majukumu yake, ameamka akaendelea na shughuli zake, lakini kuna ambao hawajaamka bado wamelala. Hawajaona umuhimu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe kujaliwa na Allah kuwa ni mwenye kuiswali salatu subhi tena kwa mwanaume umeiswalia msikitini, hii ni neema kubwa, na kwa neema hiyo kwa hakika Muislamu unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yanayohusiana na dini yetu. Jambo hili vile vile huwa tunalisema mara kwa mara, halipendwi na nafsi. Inapofikia mahala umeilazimisha nafsi yako ikawa ni yenye kubakia katika vikao vya kheri kama hivi, hiyo ni neema kubwa, na kwa neema hiyo kwa hakika unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanaweza wakakaa katika vikao ambao havina maana, lakini kwenye vikao vya maana kama hivi mtu anavikwepa. Mtu hapendi kukaa, hailazimishi nafsi yake kukaa katika vikao vya kheri kama hivi. Jana tulianza kujifunza kitabu Sharhu al-Usul Thalatha, sharh ya Usul Thalatha ya Fauzani hafidhahullahu ta'ala, na leo tutaanza
annahu yajibu alaina taallumu 4 masaila, kwamba ni wajibu juu yetu Waislamu kujifunza mambo manne. Kujifunza mambo haya manne sio hiari, ni wajibu kwa yeyote anayejiita kwamba yeye ni Muislamu. Ni wajibu kwake yeye kujifunza mambo haya manne. Asharhu, Sheikh Fauzani anasema kauli ya mtunzi aliposema yajibu, walwajibu huwa ma yuthabu fa'iluhu wa yuaqabu tarikuhu. Wajibu maana yake ni jambo ambalo akilifanya mtu analipwa thawabu, na akiliacha jambo hilo la wajibu akaacha kulifanya anapata madhambi. Kwa hiyo hata na jambo hili ambalo tunataka kuelezwa hapa kwamba ni la wajibu, ina maana yule atakayelitekeleza jambo hili atapata thawabu, na yule ambaye ataliacha jambo hili ajue atapata madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walmustahabu, na jambo ambalo ni mustahabu, linapendeza, ni sunna, huwa ma yuthabu fa'iluhu, ni jambo ambalo akilifanya analipwa thawabu mfanyaji wake, wala yuaqabu tarikuhu, na hadhibiwi yule atakayeacha. Lakini sio kuacha kwa kudharau, ameacha tu kama mwanadamu, ima amesahau ama amepitiwa tu akaacha, lakini bila kudharau kwamba hii ni sunna. Kuna watu ambao wanadharau kwamba hii ni sunna, haina umuhimu kwake yeye, huyu atapata madhambi. Walmubahu la thawaba fi fi'lihi wala iqaba fi tarkihi. Anasema na mubah, na jambo ambalo ni la halali, ni jambo ambalo anapata thawabu la thawaba fi fi'lihi, hakuna thawabu katika kulifanya jambo la mubahu. Jambo la halali hakuna thawabu kwa yule atakayelifanya jambo la halal mubahu, wala iqaba fi tarkihi, na wala hakuna madhambi kwa atakayeacha kufanya jambo ambalo ni mubahu. Jambo ambalo ni mubahu ni jambo ambalo ni halali. Mfano, mtu amevaa nguo yake amepasi vizuri, imenyoka vizuri. Jambo hili hatuwezi tukasema kwamba huyu leo amenyosha kanzu yake imenyoka vizuri ana thawabu nyingi sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye hajanyosha nguo yake, haijanyoka, amevaa nguo imejikunja kunja, hatuwezi tukasema kwamba huyu leo amepata madhambi kwa sababu nguo yake haijapigwa pasi, kwa sababu hilo ni jambo ambalo ni mubahu. Faqauluhu, kauli yake mtunzi aliposema yajibu, yani maana yake anna hadha al-amra, hakika jambo hilo, laisa min al-mustahabbi, si katika mambo ambayo ni sunna kuyafanya, wala min al-mubahi, wala si katika jambo, wala si katika miongoni mwa mambo ambayo ni halali kuyafanya, bal huwa min al-wajibi al-aini, bal jambo hili analotaka kulieleza ni miongoni mwa mambo ambayo ni wajibu, ni lazima kwa mtu mmoja mmoja, yeye mwenyewe kulifanya bila kufanyiwa na mtu. Tukisema ni wajibu al-ainiyu, kwamba ni wajibu wewe kulifanya jambo hilo na haitofaa kufanyiwa na mtu mwingine. Fa idha tarakna taalluma hadhihi almasail, endapo tutaacha kujifunza mambo haya, fa innana na'thamu, hakika sisi tutapata madhambi. Lianna hadha sha'nul wajibi, kwa sababu mambo haya ni katika mambo ya wajibu. Lam yaqul, hakusema mtunzi wa kitabu yustahabbu lana, kwamba ni sunna kwetu sisi, au yustahsanu lana, au ni vizuri kwetu sisi. Hajatumia maneno hayo. Bal qala, bali amesema
yajibu alaina, ni wajibu kwetu sisi, ni lazima kwetu sisi, wujuban, tena kwa wajibu kabisa. Walujubu maanahu, na wajibu maana yake ni alhatmu, ni jambo ambalo ni lazimun, ni jambo ambalo ni lazima. Man tarakahu ya'thamu, atakayeliacha jambo hilo atapata madhambi. Wali anna al-ilma, na kwa sababu elimu, la yahsulu alayhi illa bitaallumi, kwamba mtu hawezi akapata elimu isipokuwa atapata elimu kwa kujifunza. Yani kama haujajifunza hauwezi kuwa na elimu hata siku moja. Kwamba wewe umekaa nyumbani haujajifunza tangu udogo wako mpaka umekuwa, mwisho wa siku useme kwamba wewe una elimu, unahitaji ajira, ni kitu ambacho hakiwezekani. Hata elimu hizi za kidunia vile vile, yani wewe hujasoma kabisa alafu useme kwamba jamani mimi na elimu ya udaktari, yani jamii itakushangaa, hata wasiokuwa na akili watakushangaa kwamba huyu elimu ya udaktari ameichukulia wapi, wakati tunamuona yuko hapa hajaenda darasani, hajasoma la kwanza mpaka la 7, hajasoma form 1 mpaka form 4, 5 mpaka 6 chuo kikuu hatujamuona, university hatujamuona akisoma. Leo amekuwa ni daktari kwa utaratibu gani? Kwa hiyo la yahsulu alayhi, haipatikani elimu kwa Muislamu illa bitaallumi, isipokuwa inapatikana kwa kujifunza, kukaa kwa mwalimu na kufundishwa. Wataallumu yahtaju ila inayatin, na kujifunza kuna hitaji mtu alione jambo hili ni jambo la muhimu. Yani Muislamu aone katika mambo ambayo ni ya muhimu katika maisha yangu ni kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani aliona jambo hili ni la lazima, kama ambavyo anaweza akajifunza mambo mengine, na elimu hii ya dini vile vile ana ulazima wa kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inahitajia mtu aone umuhimu wa jambo hilo, wajahadin, na inatakiwa juhudi. Umekaa unajifunza, unasoma, wakati mwingine haulali, kwamba leo sijalala kwa sababu nilikuwa ninasoma. Wa waqtin, na ni jambo ambalo linahitajia wakati. Mtu anataka aende darasani dakika 2 dakika 3 aondoke. Ni jambo ambalo linahitajia muda. Tenga muda wako kwa ajili ya kusoma, kwamba ndani ya siku moja mimi natenga labda lisali zima. Masaa mengine fanya kazi yako, lakini ndani ya siku moja nitenge lisali moja kwa ajili ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahtaju ila fahamin, na vile vile elimu inahitaji mtu afahamu masala, afahamu mambo, tena ufahamu uliokuwa sahihi. Wakati mwingine mtu anaweza akawa na elimu na akawa na uelewa mbovu. Mambo mengi watu wanaelewa vibaya na wanavuruga hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna watu wanaelewa ya kwamba kuswali ni lazima, lakini mtu anajiwekea kwamba sasa kutokana na mazingira yalivyo kuswali jamaa si lazima. Kuna siku niliwahi kusema kwamba kuna vijana ambao wameelewa uelewa mbovu kwamba jamaa, ili tuweze kuswali jamaa tuwe na dola ya Kiislamu ndiyo jamaa itakuwepo. Kama hakuna dola ya Kiislamu, hakuna uongozi wa Kiislamu, hatuongozwi Kiislamu, hakuna jamaa. Swala la dola ni swala lingine, swala la jamaa ni swala lingine. Lakini pia ukimuuliza ni nani amekupa maelekezo hayo, Mtume kasema wapi kwamba msiswali jamaa kama mtakuwa hamko kwenye dola ya Kiislamu? Umeyapata wapi? Nani kasema? Allah amesema wapi kwenye Qur'an? Kwa utakuta mtu anaifahamu dini lakini anaifahamu makosa, na anang'ang'ania msimamo wake wa kimakosa, na anaendelea kufanya makosa mpaka anakufa na ingia kaburini ana makosa. Anafahamu mbovu wa kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la elimu linahitaji ufahamu, tena ufahamu mzuri.
kama ni aya uifahamu kama walioifahamu maswahaba wa mtume, kama ni hadithi uifahamu kama walioifahamu maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ila hudhuri qalbin, na kuitafuta elimu inahitaji uhudhurishe moyo hasa kwamba ninasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa almutaallimu, huyo ndio mtu mwenye kujifunza. Mtu ambaye anaona elimu ya dini ni jambo la msingi, jambo la lazima. Mtu ambaye anafanya juhudi kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu ambaye ametoa muda wake mwingi kwa ajili ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu ambaye anaifahamu dini kwa ufahamu sahihi, mtu ambaye anauhudhurisha moyo wake kwa ajili ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa almutaallimu, huyo ndiye mwenye kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, na qawli yake mtunzi wa kitabu aliposema arba'i masaila, yani mabahithu sumiyat masaila, yani imeitwa kwamba ni mas'ala liannaha yajibu an yus'ala anha, kwa sababu mambo hayo ni wajibu muislamu ataulizwa kunako na mambo hayo. Ima ataulizwa katika kaburi lake, ima ataulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yu'na biha, na mas'ala ni mas'ala ambayo yanatakiwa yatiliwe mkazo na yaonekane ni mas'ala ya msingi muislamu kujifunza. Almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza ni alilmu, elimu. Asharhu Sheikh Fawzan anasema qawluhu alilmu, almuradu bililmi huna huwa alilmu ash-shar'i, na kilichokusudiwa hapa, elimu iliyokusudiwa hapa ni elimu ya kisheria. Alilmu ash-shar'i ni elimu ya kisheria, elimu ya dini, ya kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu huwa alladhi yajibu taallumuhu, kwa sababu elimu hiyo ndio elimu ambayo ni lazima mtu kujifunza. Wa hadhihi almasailu yajibu taallumuha ala kulli muslimin, na masala hayo na mambo hayo manne ni wajibu kujifunza kila muislamu, min dhakarin wa untha, awe ni mwanaume au mwanamke, au hurrin au abdin, au awe ni mtumwa au awe ni huru, au ghaniyin au faqirin, au awe ni tajiri au awe ni fakiri, au malakin au saalukin, na awe ni mfalme au awe ni mtu ambaye hana chochote. Kullu muslimin yajibu alayhi an yataallama hadhihi almasail alarba', kila muislamu ni wajibu kwake yeye kujifunza mambo haya manne. Ni lazima ajifunze mambo hayo manne. Muda wa kuwa anajiita kwamba yeye ni muislamu, ni lazima ajifunze mambo haya manne, lazima. Kwa hiyo uwe ni mwanaume, ni lazima kwako wewe mwanaume ujifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe ni mwanamke, ni lazima ewe mwanamke ujifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe huru, uwe ni mtumwa, uwe ni tajiri, uwe ni fakiri, una ulazima wa kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili kwa matajiri ndio swala gumu sana. Watu wote wanaojifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wengi wao utawakuta ni wale ambao ni mafakiri, hawana kitu, ndio wanaokumbuka kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kumkuta tajiri amekaa darasani anafundishwa Qur'ani ya Allah, anafundishwa hadithi za mtume, anafundishwa namna ya swala, ni wachache sana, ni wachache sana. Wengi wa watu ambao wanajifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni maskini, ni mafakiri, ndio ambao wanaweza wakakaa wakajifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata na watoto wao vile vile. Yani kumkuta mtoto wa tajiri anajifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mara chache sana. Labda ifikie mahala huyo mtoto
huko shuleni amefeli. Huyo mtoto amefeli bwana, kwa kuwa ameshindwa masomo haya, basi wacha tumpeleke akasome dini. Yani na maana dini ya Allah inasomwa na mafelia. Waliofeli ndio watakaoisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watakaofaulu masomo ya huko secular, hawa hawatakiwi kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumkuta mtoto wa tajiri, mtoto wa mtu mwenye uwezo, amekaa darasani anasomeshwa alifu b t th, anaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni mara chache sana. Au mtu awe ni kiongozi mkubwa wa serikali, amekaa anafundishwa dini, ni mara chache. Au watoto wao wa viongozi wa serikali, ni mara chache sana kukaa na kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hapa tunaambiwa awe mtu ni mfalme, awe ni raisi, awe ni waziri, awe sijui mkuu wa mkoa, awe sijui ni nani, muda wa kuwa ni Muislamu anatakiwa ausome Uislamu wake, aujue. Ni lazima. Lakini leo utamkuta mtu mwenye cheo chake amekaa darasani kama hivi, anasikiliza maneno ya Allah, anasikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, anasikiliza maneno ya dini. Hana huo muda kwanza. Maeneo kama haya yeye anadharau, hapendi maeneo kama haya. Lakini kila ambaye anasema yeye ni Muislamu anatakiwa kujifunza mambo manne. وهذا ما يسميه العلماء بالواجب العيني. Na wajibu, mambo haya ndiyo ambayo wanayaita maulama kwamba ni wajibu ambao ni lazima kwa kila mtu mmoja mmoja yeye mwenyewe kulifanya jambo hilo. Wa huwa alladhi yajibu ala kulli ahadin min almuslimina, nayo ni jambo ambalo ni wajibu kwa kila mmoja katika Waislamu. Fasalawatul khamsu ala ar-rijali wan nisaa, kujifunza swala tano, namna ya swala ni lazima juu ya wanaume na wanawake. Mwanaume anatakiwa ajifunze swala, ataiswalije swala ili swala yake iweze kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anatakiwa aiswali kwa elimu, awe na elimu ya swala. Wanawake wanatakiwa wasome, wajue namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wajue namna ya swala. Nitaswalije adhuhuri, na iswalije alasiri, na swalije magharibi, na swalije isha, na swalije, ajue. Na kila ninapokuwa mahala hapa ninasema nini. Wa salatul jamaa, na swala ya jamaa fil masajidi ala ar-rijali, na swala ya jamaa kuswali msikitini kwa wanaume ni swala la lazima, ni swala la wajibu. Muislamu anatakiwa ajue hivyo. Kwa swala ni lazima Muislamu aswali. Huwezi kusema kwamba nenda ukaniswalie, ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu hii ni katika wajibu wa ulazima kwa kila mtu mmoja mmoja awe ni mwenye kuswali swala tano. Hautoweza kuswaliwa na mtu mwingine. Ni lazima kwa wanaume, ni lazima kwa wanawake. Watu wanatakiwa waswali. Usije ukasema kwamba nenda ukaniswalie na mimi. Wewe mwenyewe unatakiwa kuswali swala yako. Je, utaiswalije kama haujajifunza namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Hadha wajibun ala kulli fardin min almuslimin. Huu ni wajibu wa kila mtu mmoja mmoja katika Waislamu, an yataallamaha, ajifunze. Walidhalika qala, na kwa sababu hiyo basi mtunzi wa kitabu akasema yajibu alaina, ni wajibu juu yetu. Walam yaqul, na hakusema yajibu ala ba'dina, kwamba ni wajibu kwa baadhi yetu. Amesema ni wajibu kwetu sisi sote Waislamu. Wa inma qala yajibu alaina, amesema ni wajibu kwetu sisi, yani ma'ashara almuslimina, mkusanyiko wa Waislamu, kwamba kila ambaye anasema yeye ni Muislamu ni wajibu kwake yeye kujifunza mambo hayo. Fahadha min alilmi alladhi yajibu ta'allumuhu ala al-a'yan. Hii ni miongoni mwa elimu ambayo ni wajibu kujifunza kwa mtu mmoja mmoja, lianna al-ilma ala qismaini, kwa sababu elimu imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Al-qismu al-awwal, kigawanyo cha kwanza, ma yajibu ta'allumuhu ala al-a'yani, ni elimu ambayo ni wajibu kujifunza kwa mtu mmoja mmoja, kila mmoja ajifunze na ajue.
fala yu'dharu ahadun bijahlihi, wala hakuna udhuru kwa yeyote, hakuna yeyote atakayepewa udhuru kwa kutokuijua elimu hiyo ambayo ni ya lazima, ni wajibu kwa yeye kujifunza. Hautopewa udhuru kwamba haukuwa na muda, hautopewa udhuru kwamba mimi nilizeka, hautopewa udhuru kwamba nilikuwa busy. Wa huwa ma la yastaqimu ad-dinu illa bihi, nayo ni ile elimu ambayo dini yako haitonyoka isipokuwa kwa kuwa na elimu hiyo. Mithlu arkani al-islam al-khamsa, mfano wa nguzo 5 za Uislamu. Muislamu anatakiwa zifahamu vizuri na ajue maana zake. Allati hiya, nguzo za Uislamu ambazo ash-shahadatani, shahada mbili, kushuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kushuhudia ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Wa iqamu swala, na kusimamisha swala. Ni mambo ya wajibu mtu kufahamu, kujifunza namna ya kuisimamisha hiyo swala. Wa itau zaka, na kutoa zaka, mtu ajifunze zaka, atatoa zaka kwa utaratibu gani. Wa saumu ramadhana, na kufunga Ramadhani, mtu ajifunze Ramadhani ataifungaje. Wa hajju baitillahi alharami, na kwenda kuhiji katika nyumba ya Allah tukufu. La yajuzu limuslimi an yajhalaha, muislamu hatakiwi kuwa si mwenye kuyafahamu mambo haya. Haitakiwi muislamu kuwa si mwenye kuyafahamu mambo haya. Muislamu anatakiwa awe ni mwenye kuyafahamu mambo haya, afahamu namna ya swala, afahamu namna ya hija, afahamu namna ya funga, afahamu namna ya kutoa zaka, ayafahamu mambo haya yote vizuri. Bal la budda an yataallamaha, bal hapana budi ajifunze mambo hayo. Lianna taalluma maana shahadataini, kwa sababu kujifunza maana ya shahada mbili, inma huwa taallumu al-aqidatu, inma huwa taallumu al-aqidati, hakika kujifunza maana ya shahada mbili ndiyo kujifunza aqida, kujifunza itikadi, kujifunza imani. Yataallamu almuslimu alaqidata min ajli al'amal biha, muislamu anajifunza itikadi ili aweze kuifanyia kazi. Wa yataallamu ma yudaduha min ajli an yatajannabaha au an yatajannabahu, na anajifunza yale yanayopingana na itikadi sahihi ili aweze kujiepusha nayo. Hadha madhumunu shahadataini, hayo ndiyo makusudio ya shahada mbili. Kadhalika yataallamu arkana swala, na vile vile muislamu anatakiwa kujifunza nguzo za swala. Leo muislamu anaswali, lakini ukimuuliza nguzo za swala ziko ngapi, hajui. Hii ni nguzo au si nguzo, hajui. Japo sio lazima mpaka ujue kwamba nguzo za swala ziko ngapi, lakini unajua kwamba nikifanya hivi hii ni nguzo ya swala, anajua hivyo. Wa shuruti swala, na kujua masharti ya swala. Unaswali kila siku, masharti ya swala unayafahamu ni yapi. Wa wajibati swala, na kufahamu mambo ya wajibu ndani ya swala unayafahamu. Kila siku unaswali, mambo hayo unayafahamu. Wa sunani swala, na kufahamu suna za swala unayafahamu mambo hayo tangu umeanza kuswali mpaka leo. Yawezekana na miaka 50 unaswali, yawezekana na miaka 20 na miaka 30 unaswali. Je, unafahamu nguzo za swala? Unafahamu sharti za swala? Unafahamu wajibati za swala? Unafahamu sunanu swala? La budda an yataallama bitafsil hadhihi al-umura, hapana budi ajifunze muislamu kwa upana, kwa marefu na mapana, ajifunze mambo haya. Laisa mujarrada annahu yusalli, si kwamba yeye anaswali tu. Sina swali, kwani kuna shida gani? Anaswali wa huwa la yaarifu ahkama as-sala, anaswali lakini hajui hukumu za swala, hajui taratibu za swala. Yeye anaswali tu, lakini hakuna anachokifahamu katika swala. Ifikie mahala waislamu wabadilike, tuiswali swala kwa kuifahamu, tusiswali swala kwa kuiga na kuangalia kwamba mtu anaswalije. Iswali swala kwa kuifahamu vizuri. Kaifa ya'malu al-insanu amalan, vipi atafanya muislamu kitendo.
wa huwa la ya'lamu hadha al-amal alladhi yuaddihi, na yeye hafahamu namna ya kukitenda kitendo hicho. Kama ni ibada, anafanya ibada lakini hajui namna ya kuifanya ibada hiyo. Kwa hakika Muislamu ibada hiyo haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unaifanya ibada lakini hujui unaifanyaje, sana utaharibu. Kaifa yuaddi as-salata, vipi mtu ataswali wa huwa jahilun bi ahkamiha, na yeye ni mjinga, hajui hukumu za swala. Fala budda an yataallama ahkama as-salah, hapana budi muislamu ajifunze hukumu za swala, wa mubtilati as-salah, na ajifunze mambo yanayoharibu swala, kwamba jambo hili nikilifanya swala yangu itakuwa si sahihi. La budda min taallumi hadha, hapana budi mtu ajifunze mambo haya. Mwalimu, mimi nataka unifundishe namna ya swala, na ni swali mbele yako, uniambie kwamba ninapatia, uniambie kwamba nimekosea wapi, nahitaji kuswali mbele yako. Kwa hakika wewe utakuwa umeamua kujifunza swala. Kwa jifunza swala kwa mwalimu, swali mbele ya mwalimu akukosoe kwamba unavyoswali hivyo unakosea au unapatia, kwa sababu wewe unaswali ili upate thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama utakuwa unakosea swala, ina maana swala yako haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unatakiwa uchukue maamuzi magumu. Sasa ninahitaji kujifunza as-swala. Kadhalika yataallamu ahkama zakati, vile vile mtu anatakiwa ajifunze hukumu za zaka. Wayataallamu ahkama siyami, na vile vile mtu ajifunze hukumu za funga. Inapokaribia mwezi wa Ramadhani unaanza kujifunza na kujikumbusha kwamba funga ikoje, nguzo zake ni zipi, masharti yake ni yapi, nyajibu zake ni zipi, ni yapi mambo yenye kuharibu funga, ni yapi mambo ambayo yanapendeza kwa mfungaji kuyafanya, unajifunza. Wayataallamu ahkama alhaji, na vile vile mtu anajifunza hukumu za hija. Hivi sasa watu wanajiandaa kwa ajili ya kwenda hija. Ndani ya mwezi huu mahujaji watasafiri kutoka nchi mbalimbali kuelekea katika mji wa Maka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Hii ibada ya hija vile vile mtu anatakiwa ajifunze, asiende tu kwa sababu ana hela. Lazima akae ajifunze namna ya kufanya ibada ya hija. Fa idha arada an yahijja wajaba alayhi taallumu ahkam alhajj, mtu anapotaka kwenda kuhiji ni wajibu kwake yeye kujifunza hukumu za hija, wa ahkamu al-umra, na ajifunze na hukumu za umra, namna ya kufanya ibada ya umra, min ajli an yuaddiya hadhihi al-ibadati ala al-wajhi al-mashru'i, kwa ajili ya kutekeleza ibada hii kwa njia ambayo ni ya kisheria, kwa njia ambayo ibada yako itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja anawaambia masahaba zake, na ndio kuambiwa sisi kuhusu swala, anasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Sisi hatujamuona mtume, kwa hiyo ni lazima tujifunze katika vitabu swala ya mtume ilikuwaje. Mtu atenge muda wake kwa ajili ya kujifunza swala ya mtume. Lakini vile vile katika ibadati zingine zikiwepo ibada ya hija, mtume anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi namna ya kufanya ibada zenu. Kila ibada unayotaka kufanya ifanye kama nilivyoifanya mimi, kama nilivyofundisha mimi. Lakini kama utafanya ibada kinyume na alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallama, ibada hiyo haitolipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hiyo haitokuwa na malipo, haitokuwa na thawabu, kwa sababu umeifanya kinyume na alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna ibada ambayo mtume hajafanya. Kama ni mazishi mtume kazika, lazima watu waangalie maziko ya mtume yalikuwaje, alikuwa anazika vipi, lakini yeye mwenyewe pia amezikwa vipi. Mtume kaozesha, ni lazima watu waangalie mtume alikuwa anaozesha vipi, harusi zake zilikuwaje, harusi za masahaba zake zilikuwaje. Kila kitu tuige kwa watu hawa.
Sije ukasema kwamba hawa walipitwa na muda, walipitwa na wakati, sasa hivi tunaenda na wakati. Dini hii bwana haiendi na wakati. Dini hii lazima tuchukue kwa wale waliotutangulia kwamba wao waliisimamiaje dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na walifanyaje ibada zao. Wa hadha alqismu, na kigawanyo hichi cha kwanza ambacho tumekiona, la yu'dharu ahadun bijahlihi, hatopewa udhuru yeyote kwamba yeye ni mjinga kuto kuyafahamu mambo haya, na watu wa kumfundisha wapo, hatopewa udhuru na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma yusammi bilwajib alaini, na haya mambo ndiyo yanaitwa kwamba ni wajibu wa kila mmoja, anatakiwa kuyafanya mambo haya, ala kulli muslimin, juu ya kila Muislamu. Kwa ndugu zangu katika imani, mambo haya ni mambo ya msingi Muislamu kujifunza, na kama haujajifunza kwa hakika utakwenda kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yasome mambo hayo ya msingi. Si lazima usome mpaka uwe shekhe mkubwa uweze kutoa mawaidha. Soma uweze kuifahamu dini yako, uweze kujua namna ya kufanya ibada yako, kwa sababu usipofanya hivyo ujue utakwenda kuulizwa na Allah na hautokuwa na majibu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuwe na tahadhari, kila mmoja katika sisi ajiandae na awe tayari kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu walimu tunao, na kama tungekuwa hatuna walimu bado unatakiwa kusafiri kutoka mahala hapa kwenda hata kama ni mbali kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo walimu wako kila kona, walimu wako kila mahala. Sijui utakwenda kujibu nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sijui utakwenda kujitetea nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika ni kwamba hautokuwa na namna ya kujitetea zaidi ya kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tusisubiri hiyo adhabu, tuchukue maamuzi magumu ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi.